Na natumai ubweri wa afya pote pale ulipo, kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari, matangazo ya awamu ya pili kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Waasi wa Kiudhi nchini Yemen wamedai kuzishambulia meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu jana Jumatano. Hatua hiyo inaweza kusababisha kupanuka zaidi kwa mzozo katika vita vya Marekani na Iran ambavyo tayari vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Waudhi wamesema walifanya mashambulio kwa kutumia makombora ya ndege zisizo za rubani dhidi ya meli mbili za mafuta za Saudi Arabia ambazo kwa mujibu wao zilikuwa zuio la usafiri wa baharini. Kundi la hilo limezitaja meli hizo kuwa za Enselia na Laia. Kitengo cha Uingereza kinachofuatilia na kuratibu taratibu za usalama wa meli za kibiashara katika maeneo yenye hatari baharini mto ama UKMTO kimesema kuwa nahodha wa meli moja aliripoti kushambuliwa na kitu kisichojulikana kilichorushwa takribani maili 70 za bahari kusini magharibi mwa El Shugei nchini Saudi Arabia. Ukraine imeshambulia kwa droni maghala ya kampuni kubwa zaidi ya biashara ya mtandaoni nchini Urusi kwa mara ya pili ndani ya wiki moja, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akishutumu kampuni hiyo ya kibiashara kwa kusaidia kulipatia jeshi la Urusi vifaa. Mashambulizi hayo yaliolenga maeneo ya kampuni ya Wildberries kusini mwa Urusi siku 4 za tu baada ya droni za Ukraine kusababisha moto mkubwa na kuua watu 8 katika kituo cha kampuni hiyo kilichoko nje ya Moscow. Wildberries ndio kampuni kubwa zaidi ya biashara mtandaoni nchini Urusi na mara nyingi hulinganishwa na Amazon ya Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, Kiev imeongeza mashambulio yake ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi. Marekani imesema kuwa imeanzisha mashambulio mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran kwa usiku wa 12 mfululizo. Kwa mjibu wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, mashambulio hayo yataendelea ili kudhoofisha zaidi uwezo wa Tehran wa kutishia mabaharia wa meli za kibiashara. Mapema jana, rais wa Marekani Donald Trump amesema katika hafla iliyofanyika katika jimbo la Georgia kwamba haamini kuwa Iran iko tayari kufikia makubaliano. Aidha, pia alitoa onyo akisema kwamba Marekani itaharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme nchini Iran kila wakati nchi hiyo itakaposhambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limetangaza mapema leo kwamba meli moja ya mafuta imeteketea kwa moto ilipokuwa ikijaribu kupita njia inayodaiwa kuwa na mabomu ya majini kusini mwa mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johanna Wadephul amehitimisha ziara ya siku 2 nchini Nigeria jana, wakati Berlin ikijitahidi kupanua fursa ya kibiashara barani Afrika. Juhudi hizo zinafanyika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kuegemea zaidi katika sera ya kujitenga na vilevile ongezeko la shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka kwa Urusi na Uchina. Wadephul alitoa wito wa kuimarisha biashara ya uwekezaji wakati wa mkutano na waziri mwenzake wa Nigeria Bianca Odumegwu Ojukwu mjini Abuja baada ya kutembelea Jumanne mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo Lagos. Uchumi wa Ulaya unakabiliwa na shinikizo kutokana na kile ambacho viongozi wake wanakitaja kuwa mbinu zisizo za haki za kibiashara za Uchina, huku uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine ukiendelea kuingia mwaka wake wa 5. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Marekani na Saudi Arabia zimesaini makubaliano ya ushirikiano katika matumizi ya nyuklia kwa madhumuni ya kiraia yenye lengo la kusaidia taifa hilo la kifalme kuendelea na mpango wake wa nishati ya nyuklia.
waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright na waziri wa nishati wa Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman walisaini makubaliano ya ushirikiano wa nyuklia yanayofahamika kwa jina la makubaliano 123 pamoja na makubaliano ya pande mbili kuhusu hatua za ulinzi na usimamizi. Wizara ya nishati ya Marekani imesema kuwa Washington inatarajia kunufaika kiuchumi kupitia uuzaji wa teknolojia ya nyuklia kwa Saudia na kuunda nafasi ya ajira kwa Marekani. Hata hivyo, maelezo kamili ya makubaliano hayo hayakuwekwa wazi mara moja. Wakati viongozi wa dini wakiongozwa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Senko walipotangaza utayari wa Rais Tshisekedi kuhusu mazungumzo hayo, huku ripoti zikisema kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Guinea hakutaka kuonekana hadharani. Ripoti zaidi zinaeleza kwamba ushiriki wa Konde kwenye jitihada hizi ulianza mapema mwezi Julai wakati alipokutana na Rais Tshisekedi jijini Brazzaville kwa ajili ya mazungumzo. Aidha, ripoti zinasema kwamba alikutana na Kardinali Fridolin Ambongo, kiongozi wa Kanisa Katoliki nchini DRC. Alpha Konde anaelezwa kuwa mshirika wa karibu wa Rais Tshisekedi, na ushiriki wake unatokana pia na ushauri uliotolewa na rais wa nchi jirani ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Hata hivyo, mpaka sasa haijawa wazi nafasi ya Alpha Konde kwenye mazungumzo haya yanatarajiwa kufanyika kujadili masuala ya kisiasa, mpango wa kubadilisha katiba na hali ya utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Idadi ya vifo kutokana na janga la hivi karibuni la Ebola nchini DRC, mlipuko wa virusi unaoenea kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, umeongezeka zaidi ya 1000. Jean Kasea, mkurugenzi mkuu wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa, amesema katika mkutano wa afya nchini Ghana Jumatano kwamba vifo 1031 vimethibitishwa tangu kuibuka kwa aina ya virusi vya Bundibugyo mwezi Mei. Mwandishi wa habari wa gazeti la Iwachu nchini Burundi, Jean Bigirimana, aliyetoweka tangu Julai 22 mwaka 2016, inasemekana baada ya kukamatwa na maafisa wa idara ya ujasusi nchini Burundi, na hajawahi kupatikana mpaka leo. Miaka 10 baadaye, uchunguzi haujatoa majibu yoyote kubaini ukweli. Shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF linalaani kitendo hiki cha kutokujali kinachoendelea na linatoa wito kwa mamlaka kuvunja ukimya wao ili kutoa mwanga zaidi kuhusu hatima ya mwanahabari huyo. Mawakili nchini Kenya hapo jana wamefanya mgomo kulani kile walichokiita kukithiri kwa ufisadi katika idara ya mahakama. Aidha, shughuli zilionekana kuendelea katika mahakama kadhaa nchini licha ya mgomo huo. Mwenyekiti wa LSK Charles Kanjama akilaumu idara ya mahakama kwa kuwatishia mawakili dhidi ya kushiriki maandamano hayo. LSK reserves and intends to exercise its right to take. Chama cha mawakili LSK kinahifadhi na kinakusudia kutumia haki yake ya kuchukua hatua zaidi dhidi ya jaji yeyote, maafisa wa mahakama au watu wanaoingilia haki za mawakili za kushinikiza uwajibikaji wa kimahakama na pia uwajibikaji wa mfumo mzima wa haki za kisheria. Takwimu nchini Kenya zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2023 na 2024 kulikuwa na malalamiko 1115 dhidi ya idara ya mahakama za nchi hiyo na kesi 141 dhidi ya majaji. Nchini Tanzania, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amekuwa akijitetea kwenye kesi ya kikatiba iliyofunguliwa dhidi ya mamlaka ya magereza kupinga vikwazo wanavyodai wamekuwa wakikumbana navyo wanavyomtembelea Lissu ili kufanya naye mashauriano ya kisheria. Katika hatua nyingine, Chadema imesisitiza kuwa hakiko tayari kufanya mazungumzo ikiwa mwenyekiti wake Tundu Lissu ataendelea kusalia korokoroni. John Heche ni naibu mwenyekiti wa chama hicho.
mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi hii ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache. Na chama chetu kitayajadili kwa uwazi kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Ni sauti yake John Heche ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Kuna nini kwenye habari rafiki, Ruben Lukumbuka? Na Bilali, mada ya habari rafiki ni kwamba nchini Kenya chama cha mawakili kimeongoza mgomo kupinga ufisadi katika idara ya mahakama. Chama hicho kikitaka majaji wanaotuhumiwa kwa rushwa kuchunguzwa na kuchukuliwa hatua. Tuhuma za rushwa kwenye idara za umma barani Afrika zinaelezwa kudumaza utoaji wa haki na huduma stahiki kwa raia. Tunamuuliza msikilizaji anazungumzieje kukithiri kwa ufisadi katika ofisi za umma barani Afrika na hali ikoje nchini mwake, na pia anafikiri nini kifanyike. Kushiriki, msikilizaji atutumie maoni yake kwa ujumbe wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp akianza na alama kujumlisha kisha 254 Saa 2 dakika 37 jijini Nairobi nchini Kenya, ni sawa na saa 1 na dakika 37 pale Uvira, ambapo tunasikika vema kupitia redio Le Messager du Peuple. Mahakama nchini Angola imewahukumu raia wawili wa Urusi kifungo cha miaka 11 jela baada ya kupatikana hatia ya ugaidi. Alfred Lobawoi. Maandamano makubwa na kukumbwa na fujo yaliyotokea kati ya Julai tarehe 28 na 30 mwaka uliopita, yaliyopangwa na madereva wa teksi kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta. Raia hao wa kigeni wanadaiwa kuhusika kwa kuyaratibu. Mahakama imekubaliana na viongozi wa mashtaka kuwa raia hao wa Urusi walichochea maandamano hayo kwa lengo la kutikisa Angola kisiasa na kiuchumi ili kupindua serikali na kudhibiti miundombinu ya kiuchumi. Alfred Lobawoi. Rais wa Marekani Donald Trump amemsifu rais wa Nigeria Bola Tinubu kwa matendo yake dhidi ya vurugu, kulingana na barua iliyotolewa na ikulu ya rais ya Nigeria Jumatano, tofauti na vitisho vya hapo awali ambapo kiongozi huyo wa Marekani mwishoni mwa mwaka jana kuhusu jinsi alivyowatendea Wakristo wa nchi hiyo. RFI Kiswahili. Na saa 2 dakika 39 Afrika Mashariki. Nchi ya Marekani na Saudi Arabia hapo jana zimetangaza makubaliano ushirikiano, kama anavyotueleza hapa Mizleti Ijai. Makubaliano hayo yaliyopewa jina ya 123 yanalenga kusaidia taifa hilo la kifalme kuendeleza mpango wake wa nishati ya nyuklia. Pia yanajumuisha makubaliano kuhusu hatua za ulinzi na usimamizi. Ni makubaliano yanayofanyika wakati huu Marekani ikiendelea kuzozana na Iran, mzozo ambao kwa kiasi kikubwa ulianza kutokana na wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Teheran, swala ambalo limesalia kikwazo hata kwenye mazungumzo yao ya amani. Teheran imejibu tuhuma ama vitisho vya Donald Trump ambaye aliahidi kwamba ataishambulia Teheran kwa kushambulia madaraja. Saa 2 dakika 40 Afrika Mashariki. Mizleti Jami ungana nami hapa studio kutujuza aliyoandikwa magazetini. Karibu Mizleti. Naam, asante Ali Bilali. Tuanzie kule nchini DRC. Hapo jana kulikuwa na mkutano kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na gazeti la Le Potentiel limeandika DRC ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufikiria upya kimsingi utawala wa mali asili ili ziwe kichocheo kwa amani na maendeleo endelevu badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Lakini mtandao wa Radio Kapi umeandika shambulio jipya linaloshukiwa kuwa la ADF lasababisha vifo vya watu wasiopungua 16 kule Mombasa kunradhi. Kule nchini Tanzania, gazeti la Mwananchi limeandika Lissu mkuu wa gereza walivyopambana kotini. Majira likiandika Samia aifungua kisasa Kigoma ya leo si jana, aweka rekodi ujenzi barabara hadi Mlimani. Nipashe limeandika wazazi wasioona wapigania elimu ya mtoto wao asiyeona,
wasafiri kilomita 25 kila siku kuhakikisha mtoto wao anapata elimu stahiki. Ali Bilali, kilomita 25 ni umbali mrefu sana. Kabisa, ni kama kutoka hapa unaelekea Kitengela, unavuka Kitengela kidogo. Kila siku. Gazeti la Habari Leo limeandika Samia aipa Afrika suluhisho afya, ahimiza uwekezaji wa ndani, mshikamano utashi wa kisiasa. Sudan Tribune limeandika shambulio la ndege zisizo na rubani kutoka Sudan la wajeruhi raia mashariki mwa Chad, wakati mtandao wa iRadio kule Sudani Kusini limeandika Rais Kiir saini marekebisho kwenye makubaliano ya amani na kufungua njia ya kufanyika uchaguzi mkuu mwezi Disemba. Gazeti la Taifa Leo la nchini Kenya limeandika kuhusiana na mpango wa upinzani kuelekea uchaguzi. Sifuna Matiang'i wapangana, huku viongozi tofauti upinzani wakimezea tiketi ya kuwania urais. Wawili hao wamebuni mbinu mpya. Ali Bilali. Kuzingatia pia kule nchini Burundi, Iwachu limeandika juu ya miaka 10 tangu kutoweka kwa mwandishi wa habari Jean Bigirimana. Naam, asante. Naam, nikushukuru sana Bizleti Ijai. Shukran. Victor Abuso ameungana nami hapa studio. Karibu Abuso. Naam, asante sana mwenzangu Ali Bilali. Kwenye michezo ni kwamba michezo Jumuiya ya Madola inafunguliwa leo katika jiji la Glasgow kule Scotland kuanzia saa 4 usiku saa za hapa Afrika Mashariki. Mataifa zaidi ya 70 yanashiriki, ikiwa ni pamoja na wanamichezo zaidi ya 3,000 ambao wameshajipanga kushiriki katika michezo 10 katika mashindano makubwa kabisa ambayo huleta pamoja mataifa yaliyokuwa koloni ya Uingereza. Na miongoni mwa mataifa ya Afrika, Kenya pia inashiriki. Kenya ipo na imetuma wanamichezo wake zaidi ya 90 wakiwemo wanariadha kadhaa. Tunatarajia kuona kama kawaida yao wakiongoza katika mashindano ya riadha. Nafikiri kwa nini wamekuwa wakiongoza Kenya kwenye riadha? Ni swala hali ya hewa pia inachangia. Ni mambo mengi sana, lakini pia kipaji na nitoka miaka mingi sana bwana Bilali. Katika mashindano ya kukimbiza baiskeli kule Ufaransa, Tour de France, Tejeda Pogacar anaelekea kupata ushindi na leo kutakuwa na mzunguko wa 18 umbali wa kilomita 185.2. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe amemtetea Gianni Infantino kama kiongozi imara na rafiki wa kweli wa bara la Afrika kwenye kuendeleza mchezo wa soka. Gianni Infantino, rais wa FIFA, na hii inakuja baada ya kukamilika kwa michuano ya kombe la dunia. Nakumbuka nilikwambia hawa ni maswaiba wawili, lazima wateteane, kila mmoja amtetee mwenzie. Na Mali, Niger na Burkina Faso zimeomba kuwa mwenyeji wa michuano ya AFCON mwaka 2032. Mataifa ya matatu yanaongozwa na wanajeshi. Mara mwisho Burkina Faso kuwa mwenyeji ilikuwa 98, lakini Mali 2002 na 2002. Bila shaka Niger haijawahi kuwa mwenyeji, na inakuja wakati huu tunapojiandaa kwa Kenya, Uganda na Tanzania kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON mwaka ujao. Naam, ni kushukuru sana Victor Abuso. Nimkaribisha mwenzangu hapa Burudike na Kumbuka Kesho. Tamthilia hii kupitia redio inaletwa kwako na RFI kwa ushirikiano na Laben Valencia. Kumbuka kesho, 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 kumbuka kesho, kumbuka kesho, kesho. Petishari, ulishasikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka? Habari gani? Au shangali? Piko wanasema seme Kalash na Mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa. Muzika 6 kusema kweli. Tunacheka. Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo. Eti unaona sema ni ya bongo? Mbona sasa ile ujue bi Margariti kuna zunguruka kwa mtandao? Ibali, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mko tusikie kuinje. Ya Kalash kwa pembeni. Amjambo wenu ndugu yangu. Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo. Lakini mzee Kasiksi, ndio kwa lezi kukiwa bauliza habari zenu zikwa na kuwasalimia. Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba? Mimi naweza vicho teko, hakuna problem. Hakuna problem baba, tuko bien kabisa. Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana, habari za bongo zinaturumisha kichwa zikao zunguruka huku na huku. Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita nyeko unazunguka kwa mtandao. Ndio leta vile vyote. Mkubwa Kalash.
kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizo ngoro kwa mtandao. Mwaka wao yasikia. Sisikia hata shida. Mwa tena usisikia yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke unapenda vuruge akili zenu. Vraiment. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya burebure haina hata maana. Angalia, sasa magumu ilikuya, Margarita akakimbilia kule Bugono. Sasa nyinyi mnaona kabisa kwa ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu, atume maujumbe asiza kupatia Mungu. Hamuone kama ile yote ni kuwachezesha tu. Ya bongo. Lakini komanda Kalashi. Sikia nikwambie, angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote. Yote baba. Tunatafuta jenga bugo upya. Tutajenga bugo yote. Mtu aminie na msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Daire. Eske haiko shito tuko na balindia usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza minyia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni wivu, juu wanaona tunaanza jenga bugo. Shari, usikie bwana Kalashi. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione. Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo Sud kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku na itapermettre daire misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu. Na daire, après pale tutatengeneza soko kubwa ya Bugo Sud. Sasa ile yote ibambie kitu. Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjwa hatunayo sisi watu watatu. Tunatoka mbali. Wewe na wengine na Margarita. Mama wa papi, niko na susi sana juu aliua. Wane, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjwa wapone. Ile inanipatia sana wasiwasi. Nikuona kila siku habari zenyewe hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na maukabila mbalimbali. Ndio. Na Neli aliongelesha moja asubuhi. Alinielezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugo Noro. Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kaka mkipasi iko nasema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru. Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moja? Baba, ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendeka habari zabo njoo zenyewe batu baaminie. Leo shida kwenye iko pale. Na pia mitandao ya kijamii haisaidia hata kitu moja. Hakuna. Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo. Batu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli. Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka ya kufanya. Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye baresha wazia kama hao njoo wanajua kweli? Virisi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani. Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu. Juu kila mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia, hakuna mwenye atasikia mwingine. Sasa mniambie, tunaweza anzia wapi? Kama tunashindwa, vyote vile tulikuwa tulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake. Atupashe kupachika mikono. Sivile ndugu wapenzi. Leo ya kupiganisha tu haiko magonjwa. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, kwa hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika sana. Kweli Tavo unavala mzuri kwanza. Nijua ya nini mama? Walisha kusahabu kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoja. Hapana nyaba. Leo sitenda na nyie kushamba. Ya nini? Ndakuwa mshahidi wa wakaji wa kuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenyewe na kutanisha Bugo Sud Muhumuru na Irusangi. Pale kwa ile yenyewe kulikuwa soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe ianze. Na wewe mama, unaamini ile mradi kweli? Kisi masiku ziko zinapita, zaidi
mashaka yako inaongezeka kwa kufatana na kujua nini enasukuma Kalashi kuendesha ile kazi. Lakini basi tuko na vya kufanya. Ndio sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa. Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita ataruzia tu. Tutabakia na matumaini. Na anaweza fuatilia shida za Bugo. Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati. Ndio mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Najua nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu. Shie ndio ndo tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa. Chuma, lakini acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi Kalasha anaitia wapi. Hapa rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga Kalasha mkono, hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha, mimi naenda, mimi nachelewa. Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu? Mimi naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure. Juu ya nini unasema lakini vile? Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi habari zenyewe zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika. Si ndio hatari kubwa? Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenyewe anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii hatujui namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi habari zenyewe hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile. Kisha na wakati watu wanabakia wiko na sitakana, Buga nayo inaendelea kuongezeka mwatu sana. Ndio, ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itaangamia mapapi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja. Asa baba papi, juu ya nini hatuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya bongo? Kama mimi nakuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao ile yenyewe wanaita platform kujaribu ama kujibu haraka haraka kwa habari zote zenyewe hazina uhakika. Hapana baba papi, mimi sisemi ya platform. Ndio vya tena. Ndio ya platform, hayo kila mtu ndio atatufuata. Lakini kupasha habari kupitia njia za mingi. Kama wenyewe wanatangaza habari za bongo banapitia kumitandao. Na shie bakuleta mwangaza tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi. Mapapi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako. Ni vraiment fikiri. Kesho ndazungumza na vijana wenyewe wanafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mtandao ya kijamii. Njoo vile, njoo wanaelewa vya mtandao. Sawa. Karibu kuwasiliana nasi kupitia namba hii, piga alama ya kujumlisha 24399091101. Kipindi hiki unaweza pia kuisikiliza kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Karibu kulike, kuweka comment yako, hata pia kushare au kutumia wengine yote ile inayowekwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ama unaweza tumia hashtag Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki. Kipindi Kumbuka Kesho inatolewa kwenu na shirika la Benevolencia kwa ushirikiano na RFI Kiswahili. Nchini Kenya, chama cha mawakili kimeongoza mgomo kupinga ufisadi katika idara ya mahakama, chama hicho kikitaka majaji wanaotuhumiwa kwa rushwa kuchunguzwa na kuchukuliwa hatua. Tuhuma za rushwa kwenye idara za umma barani Afrika zinaelezwa kudumaza utoaji wa haki na huduma stahiki kwa raia. Tunakuuliza, unazungumziaje kukithiri kwa ufisadi katika ofisi za umma barani Afrika? Hali ikoje nchini mwako na unafikiri nini kifanyike? Kushiriki, tutumie maoni yako kwa ujumbe wa sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha 2541100000420. Yaliyomo katika mitandao ya kijamii. Na Hilary Ngati ameungana nami hapa studio. Karibu Ngati.
Asante Bilali na msikilizaji, nikushukuru sana kuendelea kutegea RFI Kiswahili. Sasa kwa mitandao ya kijamii kwenye upande wa video, awamu ya pili mimi kujuza video ambazo tumechapisha kwenye mtandao wetu. Kuna video moja hapa inasema rais wa Urusi Vladimir Putin amesema uchumi wa nchi yake bado upo imara licha ya changamoto ambazo nchi yake inashuhudia katika soko la mafuta yake. Kumbuka msikilizaji, Ukraine katika siku za hivi punde imekuwa ikiripotiwa kushambulia miundombinu ya mafuta ya Urusi, lakini Putin anasema kwamba licha ya mashambulio hayo nchi yake ipo imara na haijayumba katika suala la soko la mafuta yake. Kisha nyingine iko hapa, wapiganaji wa Houthi wadai kushambulia meli za mafuta 2 za nchi ya Saudi Arabia katika Bahari Nyekundu. Kumbuka kwamba wapiganaji hawa wa Houthi kule nchini Yemen walikuwa wametangaza kuzuia meli za Saudi Arabia kupita kwenye Bandari Nyekundu, lakini kwenye Bahari Nyekundu, samahani msikilizaji. Kwa hivyo kuna video hapa wakithibitisha kushambulia meli hizo 2 za Saudi Arabia. Kisha nyingine hapa, Madani aitaka serikali ya Marekani kumkamata Netanyahu. Huyu ni waziri mkuu wa Israeli na Mamdani ni meya wa jiji kuu la New York. Anasema wakati Netanyahu atazuru kule aweze kukamatwa. Nikushukuru sana. Asante. Asante sana Ali Bilali hapo hivi, na vile vile uelekezi mwema mzima siku ya leo, wakati ambapo una tafakari asubuhi njema hii. Niruhusu ni kupatie kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa ni kwamba give a lot more by becoming a lot better. Give a lot more by becoming a lot better. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha